Uhakika? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu rehema, alhamdulillah rabbil alamin. Safari yako ilikuwaje? Safari ilikuwa nzuri kwa sababu tumefika salama. Kikubwa lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu khairi min Allah, shari min Allah. Kila jambo linakuwa la Mwenyezi Mungu, leo la khairi, leo la shari. Lakini laiti kama ningeulizwa barabara uliopita ilikuwaje, ningesema barabara hii mbovu, atafute dereva lazima aje atafute fundi aje kuitengeneza. Kwa nini? Shehe Nungu sio mchezo. Boti inapiga kelele lakini tutafanyaje? King Faida ashasema nauza mali yangu kuifuata Simba yangu. Hakuna namna, tumefika Pemba. Niko hii mchezo wa leo natazama kwa ukubwa zaidi kutokana na kukosa la ubingwa kwa NBC. Pengine mchezo wa leo Simba ni mchezo wa aina gani Mikoa Kisugu kuzungumza? Kwanza lazima nikiri mchezo unakuwa mgumu sana. Lakini pili ni mchezo ambao kwetu sisi Simba utakuwa wa kihistoria. Kwa sababu nimeangalia kumbukumbu zangu zote, nimefanya research. Simba hatujawahi kuchukua ubingwa wote katika maeneo ya Pemba. Kwa hiyo maana yake kwamba leo tukienda kufanikiwa kuchukua ubingwa halisi kwamba tutakuwa tumetengeneza historia katika mji wa Pemba. Kuna namna ambavyo kwa mara ya kwanza Simba anakuja Gombani kwa maana Chake Chake Pemba na anakuja kutoa ubingwa wa CRDB Federation Cup. Hii itakuwa historia kwa Simba Sports, hii itakuwa historia kwa wana Simba hususan waliokuwa katika uwanja wa Gombani. Nao watatembea kifua mbele, watasema pinde ndapo Simba na kwenda kuchukua ubingwa wa CRDB Federation kwamba sisi watu wa Pemba ndio ambao tulipambana kuhakikisha kwamba timu ndio imepata nini? Kupata matokeo. Lakini ni waibie siri watu wa Pemba, tusidanganyane, mechi ngumu. Unapokwenda kuzungumzia Azam Football Club, moja ndio timu ambayo ilofanikiwa kwenye ligi ya NBC kuchukua pointi 4 kwa Simba. Kwa hiyo kana kwamba timu imefanikiwa kuchukua pointi 4 tofauti na timu nyingine yoyote, maana yake watu wao lazima tufanyeje? Tuwaheshimu. Lakini sisi kama Simba, upande wa mashabiki, lazima nikiri kwamba tuko vizuri, tuko sawa sawa. Wakati nasoma historia ya Pemba, nilivyoitafuta Gombani nikaiona, lakini nilichokuja kukutana nacho Gombani ni kitu ambacho tofauti nilikuwa nafikiria kwenye kichwa changu. Kitu gani ambacho umekiona cha tofauti? Kikubwa mashabiki wa Pemba, hususan wa Simba, wamenisupprise sana. Kumbe Simba ni Pemba na Pemba ni Simba. Simba ni Pemba na Pemba ni Simba. Nimetembea mikoa mingi, waandishi mnajua. Lakini lazima niseme kwamba Pemba wamena appreciate sana. Mashabiki ambao wanapenda timu yao nyekundu na nyeupe, ukijumlisha na blue, watu wamevaa mapema tokea tunatokea bandarini mpaka nafika hapa. Kiukweli lazima niwapongeze mashabiki wa Pemba. Lakini niwaambie wasiishie tu kuvaa jezi. Kikubwa inahitajika Simba kuna namna ambavyo tunapata nini? Matokeo. Na sio matokeo tu, Simba tunapata kombe. Kwa hiyo kazi kubwa iliyobakia kwetu sisi mashabiki ni kuja kujaza uwanja huu wa Gombani. Kazi ya dakika 90 tumwachie Libas Yagee. Kazi ya dakika 90 tumwachie Elie Mpanzu. Kazi ya dakika 90 tumwachie Captain Shomari Kapombe. Kazi ya dakika 90 tumwachie Toure, tumwachie Clatous Chota, Chama Mwamba wa Lusaka. Ukichana na performance za timu zote mbili, kuna vita kubwa leo ya makocha. Steve Barker ana muendelezo wake mzuri wa kutokufungwa alipokuja Msimbazi pale kutopoteza mchezo. Pengine mchezo wa leo nauona Steve Barker akifanikiwa? Yes. Ni mwalimu ambaye toka aingie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajawahi kupoteza mechi. Ni mwalimu pekee ametengeneza historia kwenye ligi ya NBC. Toka tumemkabidhi Simba Sports hajawahi kupoteza mechi, kwa maana pointi 3 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii historia mnaiona kwa namna ambavyo ilivyo. Unaona, kila mmoja anajua mwalimu Steven Barker ameikuta Simba namna ambavyo ilivyo, lakini leo amejenga Simba imara, Simba ambayo kila mshabiki wa Simba anakuwa na matumaini na Simba yake, na ndio maana leo naona wanagombana wamejitokeza kwa wingi kwa kisha wanakuja kuisupport timu. Pilato wa mchezo wa leo, wiki mbili zimepita walikuwa wanamzungumza mashabiki wa Simba na mashabiki wengine Arajiga. Kupewa mchezo wa leo pengine Mikoa Kisugu kwako, unaona ni heshima au unatafsiri kitu gani? Kwanza niseme Simba tunakuwa hatuna matatizo ya waamuzi. Kivipi? Sisi matatizo yetu pale waamuzi wanapokwenda kutokamilisha sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi ikatokea siku shirikisho wakaamua rais wa klabu ya Yanga Engineer Harris anakwenda kusimamia kuongoza mchezo. Kinachotakiwa ni kwenda kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo sisi tuna mashaka na Arajiga, ila mashaka yetu yanakuja pale ambapo mechi inapokwenda kusha akashindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi tutasema
Na sababu kwa nini tunasema, tunachokiamini mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja anafanyaje, anaona. Alajiga akikosa kufuata sheria 17 za mpira wa miguu, tutamwambia Alajiga pale umekosea. Kwa hiyo mnapomwambia refa Alajiga, sisi tunawapongeza waliyemteua, lakini tunachotaka Alajiga kuona namna ambavyo anakuja kutekeleza sheria 17 za mpira wa miguu. Shida waandishi, mnatusemea vibaya sisi wana Simba. Mmejenga taswira ionekane wana Simba kazi yao ni kusema waamuzi. Sio sawa. Kazi yetu sio kusema waamuzi. Kazi yetu ni kusema pale ambapo waamuzi wanaenda kufanyaje, kukosea. Leo hii mnatusema Simba kila siku mnasema waamuzi. Basi msemeni na nani? Osman Kazi katika kipindi cha Kipenga. Msemeni. Sababu anachambua. Msemeni. Lakini mimi naamini kwamba Osman Kazi anachofanya ndio ametujenga sisi mataswira mashabiki, tujue haki kwenye mpira. Kipindi cha Osman Kazi ndio kumetujenga tujue batili kwenye mpira. Lakini Kisugu, mchezo wa leo ni mchezo mgumu sana. Pengine unadhani anastahili Arajiga kupewa hii mechi kutokana na status yake? Waliampa hilo swali, ungewauliza kwamba je, nyinyi mmemteua hii finali ya CRDB Federation Cup anastahili? Kwa hiyo mimi siwezi kujibu kwamba anastahili au hastahili. Mimi ninachotaka kama mshabiki kikubwa ni kuja kuangalia na tafsiri sheria 17 za mpira. Lakini niseme jambo moja tu. Mpira ni mchezo wa hisia. Mpira ni mchezo ambao unauma. Leo hapa niko Gombani nikiangalia kuna sura ziko hapa pa Gombani zimezaliwa. Lakini kuna sura nikiziangalia hapa ziko Zanzibar zimefanyaje? Zimezaliwa. Kuna sura nazijua ziko Tanga zimezaliwa. Kuna watu wametoka Dar es Salaam pia wako wapi? Wako Gombani. Nini wamefuata? Kikubwa wamekuja kuisupport team, lakini ndani yake wapate furaha zidi ya nini? Ya timu yao. Kwa hiyo unapokwenda kukabidhiwa dhamana ya kwenda kutekeleza sheria, nenda kasimamie sheria yoyote alizike. Aidha atakayeshinda alizike, pia atakayefungwa alizike, na maamuzi yaseme matatizo yalikuwa timu yangu, matatizo kwa nani? Kwa waamuzi. Waandishi wa habari mnatuonea wana Simba, mnatugombanisha na watu. Nyinyi mnakwenda huko mnaandika heading kubwa, mashabiki wa Simba wapiga kelele kwa waamuzi. No! Tunachosema kwamba waamuzi wakishindwa kutafsiri sheria, tuna haki kufanyaje? Kusema. Kwa hiyo kama mnatuambia sisi kabla mjatuhukumu, nendeni mkamhukumu Osman Kazi. Kisugu, leo kuna mchezo mkubwa lakini bwana Pemba njema, namuona ndugu yangu karibia miaka 20 hatujaonana bwana. Bwana njoo tusalimiane bwana. Njoo tusalimiane ndugu yangu. Naam. Dar es Salaam wana Young Africans wana gwaridi lao leo wanafanya. Watu wakawa na tafsiri kwamba pengine hii sherehe yao kuzima mechi ya leo. Kisugu, tukio Tanzania ni moja tu. Tukio la Jamhuri ya Muungano ni moja tu. Ni fainali ya CRDB Federation Cup. Na lile hilo ndo moja tu. Hakuna tukio lingine kwenye nchi. Tukio ni moja. CRDB Federation Cup. Bola Yanga leo inaitwa. Sisi hatujui. Na mimi ndo kwanza wewe unanambia kama kuna tukio lingine ndani ya Jamhuri inafanyaje? Inafanyika. Mimi sijui. Na ndio maana ili kwa sababu sijui, nimetoka Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam nimeingia Zanzibar. Nimetoka Zanzibar nimeingia wapi? Pemba. Kama kulikuwa tukio lingine kuna sababu mimi kuja huku. Na niwaambie Watanzania wenye akili timamu, niwaambie Watanzania wenye uelewa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika siku ya leo tarehe 4, siku ya Jumamosi, tukio ni moja tu. Haiwezekani. Hivi mtu mwenye akili timamu unaweza leo usende kumwangalia Libasi Age? Eti leo mwenye akili timamu unaweza usimwangalia Elie Mpanzu? Unakwenda kuangalia nini? Kwa hiyo lazima nikwambie tukio moja. Tukio la Simba Sports Club dhidi ya Azam, Chake Pemba, uwanja wa Gombani Stadium. Semaji ametangaza kufunga big screen pale Msimbazi pale makao makuu ya klabu. Pengine hii inahamasisha kiasi gani mashabiki ambao kwanza ni kumpongeza kitengo cha habari cha Simba. Tunaamini kila mwana Simba leo alitamani hakikisha anakuja katika uwanja wa Gombani kuja kuisupport timu yake. Lakini uhalisia wa maisha kila mmoja anafanyaje? Anajua. Uhalisia wa maisha yake kila mmoja anajua. Kwa hiyo wale ambao waliokosa nafasi hususan katika jiji la Dar es Salaam wanao nafasi kwenda kuungana na Simba wenzao. Big screen kubwa limefungwa pale Msimbazi kwa mujibu
wa maelezo ya msemaji wa Simba Ahmed bin Ali. Niwaombe sana wana Simba, hususan wasiopata bahati ya kuja huku Pemba, ambao wako katika nini jiji la Dar es Salaam, wende pale wakakutane kwa wingi, ikiwezekana kuanzia gorofa letu kulia mpaka gorofa la kushoto, tuongee pale na maafisa wa usalama kwamba pale kuna kitu pale chochote kifanyaje kisipite pale, si tujae yes. Kuleta hamasa kwa hiyo ni jambo jema na ni jambo zuri. Naomba wana Simba wakutane pale kuhakikisha naenda kupeana support inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni waibie siri wana Pemba. Leo ndani ya dakika 40 kipindi cha kwanza mechi imekwisha. Simba 3 Azam 0. Kisugu haya maneno na yatunza Kisugu. Shehe, unajua vizuri Simba Sports. Unamjua vizuri plan master mwalimu Steven Becker. Ndio mwalimu pekee hajafungwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe una habari hiyo? Hawa Azam si tulipiga nao Chamazi. Mimi nawajua vizuri na kanao Mbagala hawa. Hawa sio wameokolewa tu na makosa ya kibinadamu. Kataa. Wameokolewa na makosa ya kibinadamu, kataa. Kivipi? Nimesema hivi. Wewe si mwandishi? Kachimbe. Azam tumekutana nao Chamazi Complex. Kilichowaokoa ni makosa ya kibinadamu. Leti ingekosekana makosa ya kibinadamu tungewala kichwa pale pale. Makosa yale yafanya nani sasa? Wewe Kachimbe mwandishi. Kachimbe. Shukrani sana Kisugu. Asante, niwashukuru sana.